I've missed you so much. Megan, what are you doing? Maybe I can come in. This is what happens when you break the rules. Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja episode ya pili, season ya pili ya TV show moja ya kibabe inayoitwa From. Na kwa ujumla episode ya kwanza ilitupa vitu mbalimbali ikiwemo ujio wa watu wapya kabisa katika mji wetu wa Fromville aka Gambosh. Na je, episode ya pili ilihusu nini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa katika ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na kwa ujumla episode ya pili tulipata information nyingi sana kuhusu ulimwengu wa From. Ila moja kwa moja katika storyline ya Boyd pamoja na Martin. Na kama tulivyoona katika episode ya kwanza, tulimuona Boyd alifanikiwa kuingia katika chemba fulani hivi ajabu, na katika hii chemba alikutana na jamaa mmoja hivi anaitwa Martin. Na inaonekana jamaa anaitwa Martin alikuwa akifahamu vizuri kabisa uwepo wa mji wa Fromville aka Gambosh. Umeona mpaka hapo, na kitu kilimchanganya kidogo mchizi wetu anaitwa Boyd, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa umeona jamaa yetu Martin huyu alikuwa akimfahamu mke huyu umeona wa Boyd alikuwa akiitwa Abby. Umeona mpaka hapo, na hapa alimuuliza Boyd kitu kimoja kwamba je, Abby alikuwa yuko sahihi? Na kama tulivyoona katika season ya kwanza tulifahamu kitu kimoja kwamba Abby aliua watu wengi sana katika mji wa Fromville aka Gambosh, akiamini kitu kimoja kwamba kuua watu ilikuwa ni njia ya kuokoka kutoka katika huu mji. Na swali linakuja kubwa kabisa, je, kifo ndo njia pekee ya kuepuka umeona mji unaitwa Fromville aka Gambosh? Umeona mpaka hapo. Na shida nyingine kubwa kabisa ambayo tumeiona hapa ni kwamba sasa Martin kama Abby hao pia walikuwa ni wanajeshi wastaafu wa jeshi la Marekani linaloitwa Marine. Umeona mpaka hapo. Na je, kuna connection gani kati ya Abby pamoja na Martin? Kwa sababu hadi sasa yani umeona kwa experience yetu kila watu ambao tunaona hapa wanakuwa na connections hapa na pale. Umeona mpaka hapa, na tujue sasa je, Abby alikuwa ni incarnation ya Martin au Martin alikuwa ni incarnation ya Abby? Ni kitu ambacho hadi sasa hatukijui. Umeona mpaka hapo, na hadi sasa tunafahamu kitu kimoja kwamba Abby alikuwa family kabisa na mchizi anaitwa Martin. Na je, sasa Martin alimfahamu vipi Abby? Na inavyoonekana pia ni Martin kuna viumbe ambavyo alikuwa akiviogopa, na tujue sasa hivi viumbe ndivyo hivyo ambavyo tumeviona ndani ya ulimwengu wa From, au kuna viumbe vingine vikubwa zaidi vya kutisha katika ulimwengu wa From. Ni kitu ambacho hadi sasa hatukifahamu. Umeona mpaka hapo, na tunaona Boyd hapa kijaribu kumuokoa Martin katika hizo chain. Tunaona kwa bahati mbaya sasa umeona Martin anaamua kumchana Boyd na anachukua damu yake na kuingiza moja kwa moja sasa katika damu ya Boyd, na anasema hapa kwamba damu yake yeye kwa sasa ni damu ya Boyd. Na hatujui sasa hapa Martin alikuwa akimaanisha kitu gani. Leo tunafahamu kitu kimoja ni kwamba sasa wale minyoo ambao walikuwa wakiishi katika mwili wa Martin unaama sasa na kuingia moja kwa moja katika mwili wa Boyd, na kwa bahati mbaya tunaona hapa Martin anafariki dunia. Umeona mpaka hapo, na baada kabisa tunamwona Boyd akitoka nje au mjengo, na baada ya kutoka tu mlangoni hapa ghafla yani ule mjengo ulikuwa ni mjengo wa zamani. Umeona mpaka hapo, kwa swali linakuja hapa sasa, je, Boyd alikuwa katika timeline gani? Kwa sababu mjengo ambao ulikuwa huko ndani mjengo ambao ulikuwa umekamilika yani, ila baada ya kutoka nje kuangalia nyumba umeona mjengo ulikuwa umeharibika. Kuna kitu kimoja, maybe kuna uwezekano mkubwa Boyd alikuwa katika past. Umeona baada ya kupita katika ile miti ile ambayo nafahamu kitu kimoja, ile miti ilikuwa ni kama portal fulani ambayo inakuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na binafsi ni theory tu, maybe Boyd alikuwa katika past, ila ni kitu ambacho hadi sasa hatukijui. Ila kwa washikaji ambao walifanikiwa kuangalia season ya 3 tunafahamu kuna hii concept umeona ambao tumeona na Yuli alikuwa na uwezo wa kusafiri katika timeline, na katika hii concept tulimuita Yuli story traveler. Na kama tulivyoona katika episode ya kwanza kuna watu wapi ambao waliingia ndani ya Gambosh, ila kwa bahati mbaya umeona kuna baadhi walifanikiwa kubaki nje na kuna baadhi walifanikiwa kuingia ndani. Na ambao waliingia ndani sasa walikuwa waamini kabisa maneno ya wakazi wa Gambosh. Umeona mpaka hapo, mfano mzuri kabisa alikuwa ni jamaa huyu anaitwa Rando, akaamini kitu kimoja kwamba wakazi wa Gambosh wa jamaa ni watu ambao wanaamini katika mambo ya kati fulani hivi. Umeona mpaka hapo, kwa akaamua sasa kuchukua bunduki umeona kumkamata Kenny, na akaamini kitu kimoja maybe ndio njia nzuri kabisa ya kuwapushi watu kwenda nje umeona kwa ajili ya kuokoa kupambana umeona na matatizo yote ambayo yako ndani ya Gambosh. Ila kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho sasa huku nje huku umeona watu walikuwa wakiuawa, yani wale watu ambao walikuwa wanapanga kujificha umeona dhidi ya wakazi wa Gambosh walikuwa wakiuawa na ya madubwana ambao walikuwa kiishi sasa umeona katika ulimwengu wa From. Na kama nafahamu kitu kimoja ndani ya From sasa madubwana yalikuwa yanakuja kila siku usiku.
Na kwa upande mwingine pia tulimwona Fatma pamoja na Elis walijaribu kuokoa watu fulani, sema ilikuwa iko too late kwa sababu watu walikuwa hawamwamini kabisa Fatma pamoja na Elis. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia tuliona kuna kapo wawili hapa, mtu na demu wake waliamua kuingia baa, na kwa bahati mbaya zaidi tuliona hapa, umeona Ahmad Bwana aligonga mlango, na inavyoonekana sasa maybe umeona Ahmad Bwana alifanikiwa kuingia ndani ya hii baa. Na kwa upande mwingine pia tulikutana na karakta moja muhimu kabisa katika ulimwengu wa TV show ya From, inaitwa Smiley. Na Smiley aliingia moja kwa moja ndani ya ile basi, akaanza kulichezea basi, na kwa bahati mbaya sasa umeona Smiley aliwaua wazee wawili ambao waliamua kujificha ndani ya ile basi. Na Smiley ni bonge moja la character katika ulimwengu wa TV show ya From. Na kwa upande mwingine pia tunamwona Boyd hapa anafanikiwa kuingia moja kwa moja katika sehemu ambayo Victor pamoja na Tabitha walikuwa wamejificha. Ile kwa bahati mbaya sasa ni kipindi ambacho mchezo wetu Elgin naye pia alikuwa kikimbizwa na Ahmad Bwana. Ile kwa bahati nzuri sasa Victor, Boyd pamoja na Tabitha wanamruhusu Elgin kuingia ndani ya mjengo. Na kwa bahati nzuri zaidi ni kwamba sasa mchezo wetu Boyd umeona alikuwa na kile kilizi fulani hivi ambao katika ulimwengu wa TV show ya From tunaita talisman. Na talisman sasa kama uliingia katika sehemu ambayo imejificha katika engo zote, ukikieka tu mlangoni au sehemu yoyote, Ahmad Bwana yanashindwa kuingia ndani. Na tunaona hapa Boyd yani anamshanga Elgin, nani huyu? Muona mpaka hapo, kwa sababu Elgin muona alikuwa famiki na Boyd. Na vile vile pia kwa mara kwanza kabisa hapa Boyd anatambua kitu kimoja kwamba okay, kuna watu wapi ambao wameingia katika mji wetu wa Gambosh kupitia hili basi hili. Na pia katika hii scene tulipata maongezi mbalimbali, umeona kati ya Tabitha, Boyd pamoja na Victor. Na Victor kaeleza kitu kimoja kwamba umeona mara nyingi anaweza kuokoka kupitia sasa rafiki yake mmoja ambaye alikuwa kivaa nguo nyeupe. Na je, sasa udogo ambaye anavaa nguo nyeupe ni dogo wa aina gani? Na kwa nini mara nyingi sasa wakati Victor akiwa katika maafa udogo huwa anatokea? Na pia Victor alisisitiza kitu kimoja kwamba mara nyingi huwa anapenda kuchora vitu fulani ili asiweze kusahau. Kwa hiyo in short ni kwamba sasa katika ulimwengu wa TV show ya From, jaribu kupay attention katika michoro ya mchizi wetu anaitwa Victor, kwa sababu hii michoro sasa ndio ambayo inatoa ishara mbalimbali au hinti mbalimbali umeona kuhusu ulimwengu mzima wa TV show ya From. Na vile pia katika season ya pili tulifanikiwa kuona huyu mbwa, umeona huyu mbwa alikuwa karibu na Boyd. Na mara nyingi sana yani katika TV show ya From mbwa unapotokea kulikuwa kuna ishara fulani ajabu. Na vile vile kama tulivyoona katika season ya kwanza tunafahamu kitu kimoja kwamba Victor akiwa mtoto mdogo umeona watu wengi sana waliuawa ndani ya From, ila vile pia tulifanikiwa kuwaona wa mbwa. Na je, sawa wa mbwa huwa wanatokea wapi? Umeona mpaka hapa, au nao pia walikuwa wakisafiri kutoka timeline moja kwenda timeline nyingine. Na kwa bahati mbaya hadi sasa hatuna majibu kamili ya issue umeona ambayo tumeona hapa kuhusu wa mbwa. Na kwa upande mwingine pia kwa bahati mbaya jamaa wetu mpya kabisa huyu umeona ambaye aliingia ndani ya Fromville na kwa bahati mbaya akawa amenasa katika nyumba anafariki dunia. Na kwa upande mwingine pia mchizi wetu Tom huyu ambaye tumeona vizuri kabisa katika season ya kwanza, naye pia na uwawa na Ahmad Bwana umeona kutoka katika ulimwengu wetu huyu wa Fromville. Na kwa bahati mbaya hatukutarajia kama mchizi wetu Tom atafariki dunia katika episode ya pili, na kelele zilikuwa nyingi sana nje ya nyumba kiasi kwamba sasa umeona Julia hapa akaanza kupiga kelele akahisi maybe ni muda ambao baba yake mzazi anaitwa Jim alikuwa kiuawa na Ahmad Bwana. Ile kwa bahati nzuri sasa baada ya kufungua mlango pande za asubuhi unakuta mtu ambaye alifariki dunia alikuwa ni Tom pamoja na jamaa mwingine mpya kabisa. Ile kwa bahati nzuri Jim aliendelea kuishi. Na kwa upande mwingine pia sasa mwana mchezo wetu Victor alifanikiwa kuona minyoo katika mwili wa Boyd. Na inapoonekana Victor sasa maybe alikuwa akifahamu kuhusu maybe minyoo inamaanisha nini hasa katika ulimwengu wa TV show ya From. Na kwa upande mwingine pia tunamwona dereva huyu mwana alikuwa amini kabisa kitu gani hasa ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa Fromville. Ile kwa bahati mbaya sasa baada ya kufungua mlango wa elibasi anakutana na zimaiti za wale wazee, na tuliona alipiga bonge moja la kelele. Kwa inapoonekana hadi sasa yani umeona watu wapya wa katika ulimwengu wa Fromville taratibu sasa wanaanza kupata uhalisia kuhusu kitu gani hasa ambacho kinaendelea katika kijiji cha Fromville aka Gambosh. So nimejitahidi kuelezea vitu muhimu kabisa ambavyo nimeviona katika episode ya pili, na kwa review episode ya 3 tukutane tena baadaye. Stay tuned.